Hii ni TriGen Media, tuko Bunju katika kipengele cha wazo hadi biashara, kukutana na baadhi ya vijana ambao wamekuwa na wazo au mawazo na kisha mawazo yao wakayatekeleza kufanya jambo fulani la kiuchumi. Na mimi ni Dennis Mwasalanga. Kila mtu anaweza akawa na wazo ama mawazo mengi ambayo yanaweza kuwa na utajiri ndani yake, lakini kutekeleza wazo au mawazo ndio jambo ambalo linatufikisha hapa Bunju A jijini Dar es Salaam, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, na lengo ni kukutana na miongoni mwa vijana ambao wamekuwa na wazo na kulitekeleza kwenye kipengele cha wazo hadi biashara kutoka hapa TriGen Media. Tumsikilize kijana, yeye ni nani na anafanya shughuli gani kubwa. Mambo vipi sasa? Poa kabisa. Kwa jina naitwa Baraka Rengua, ni mjasiriamali ambao najihusisha katika industry ya agribusiness and food processing. Kampuni yangu inaitwa Habak Food Processors and Supplies. Tunajihusisha katika kilimo ambao ni agriculture, dairy na pia poultry ambao ni ufugaji wa kuku na nyama. Tuna malengo makubwa sana ya kuwa kati ya masupplier makubwa sana hapa nchini, hata kuexport nchi za nje bidhaa hizi za kuku wa nyama, mayai na bidhaa mbalimbali katika kilimo na ufugaji wa wanyama wengine. Huu ni mwaka wangu wa 11 na ni kazi yangu pendwa ninayofurahi kufanya katika siku yangu na maisha yangu, na nina malengo makubwa sana ya kufikia huko mbeleni, Mungu akimjali. Ni kwa nini ulichagua kufuga kuku wa nyama na kuku wa mayai? Chanzo kuu ni kwa sababu kwanza, kuanzisha ufugaji wa kuku wa mayai haihitaji mtaji mkubwa sana. Unaweza ukaanza na mtaji mdogo chini hata milioni 3 mpaka milioni 5, ukafuga kuku kwa mayai idadi ya 300 hadi 500. Na chanzo cha pili ni kwamba biashara ya mayai ni biashara nzuri sana hapa Tanzania, na sio Tanzania tu, dunia nzima. Ukiangalia we mwenyewe lazima ule, na kama ni mpenzi wa nyama lazima utakula kuku au nyama yoyote katika siku yako. Tunaona vibanda vya chipsi vingi wanakula kuku. Tunaona pia wapika chipsi wengi wanatumia mayai, na hata kwenye marestauranti, mahoteli, hata vimbani kwenu unajua angalau kuna tray ya mayai au kuna kitoweo cha kuku ndani ya friji. So nilichagua biashara ambayo najua nilitaka niwe na niseme guarantee ya mauzo na kitu ambacho ni long term kibinafsi na kiuchumi. Sifa za banda bora kwa uzoefu wako linapaswa liweje ili kupata matokeo mazuri sasa ya kuku? Awe na nyama ya kutosha, kidali kimejaa, asiwe na manyoya mengi, afu nyama kidogo. Sifa za banda bora, cha kwanza ni usafi. Inabidi uhakikishe kwamba pamekauka vizuri, hapana unyevunyevu. Kwa hiyo wafugaji wengi sana kitu ambacho tunachofanya ni kugeuza yale maranda. Kila baada ya siku 2 unageuza yale maranda, kuhakikisha kwamba ule unyevunyevu wa juu haubaki pale juu, kwa sababu pale ndo uzalishaji wa magonjwa unapoanza. Cha pili, nafasi ya kutosha. Hakikisha kwamba ile banda ambacho unalo inaweza kustahimili idadi ya kuku ambao unao. Usifuge kuku 1000 kwenye banda ya kuku 500 ukadhani watakuwa vizuri. No. Kuku lazima wawe na nafasi, waweze kurelax pia. Cha tatu ni joto la kutosha. Unavyoingiza kuku kuna kipindi hicho tunaita brooding, hata daktari atakwambia. Kile ni kipindi muhimu sana kwenye ukuaji wa kuku. Kuku anapaswa kupata joto kinachotosha, chakula na maji, ambacho naenda kukiongelea sasa hivi, ambacho ni cha 4, chakula na maji. Kuku wa nyama anapaswa awe na chakula na anapaswa awe na maji muda wote. Muda wote. Yaani inabidi asisumbuke kutafuta chakula. Sio unaweka chakula hapa, unaenda kuweka kingine mita 2 mbele. No. Inabidi uweke chakula na maji ziwe karibu with each other, na pia kile chakula, kile chombo kingine cha chakula kama utaweka mistari 4 au 3 au 4 au 5 kulipeni na banda yako, ziwe karibu ili kuku kama akija kugombania chakula hapa akisukuma kidogo, kuna kingine hichi hapa anaweza kunywa maji au anaweza kula. Na cha 5 nimesema ni mwanga, kwa sababu ukiweka giza kuku analala. Kwa kama wakishe mchana kuna mwanga kutosha, na ni vizuri jioni uko hapa muda kidogo pumzika, kama ni masaa 2 hivi
unaweza ukawazimia taa. Mimi huwa nafanya ule muda wa kuingia magharibi kuanzia saa 1 mpaka saa 2:30, then nawasha taa tena usiku mzima, kuku aweze kupata chakula, na yeye mwenyewe kwa muda wake anaweza akaenda kisha shiba anaenda anapumzika. Lakini kwa muhimu ni mwanga, chakula na maji kwa muda wote wa kutosha, usafi na pia joto. Mambo mawili baadhi ya vijana wanashuhudia kwamba yanawakatisha tamaa na hawaendelei. La kwanza ni magonjwa kwenye kuku, lakini la pili ni kupiga mtaji. Yaani mtaji huu hapa, matatizo, familia, majukumu. Nini kinatakiwa kifanyike ili mambo mawili hayo yasitupige? La kwanza maradhi, yani magonjwa ya kuku, lakini vile vile kupiga mtaji. Maana pesa bana ikishakaa hapa inakuwa tamu sana, utasahau hata natakiwa niingize kuku. Kwenye swala la magonjwa, biosecurity ni kitu muhimu sana katika ufugaji wa kuku. Mfugaji inabidi azingatie kwanza, kama na mabanda tofauti ya kuku, inabidi azingatie banda analotokea kuingia banda lingine awe kwanza amesterilize nguo, viatu vyake. Ndio maana hata ukiangalia pale kuna sehemu ya kukanyagia kabla hujaingia kwenye banda ya kuku. Cha pili ni usafi. Sterilization inabidi ifanyike kabla ya kuingiza vifaranga na baada ya kuku kutoka, ili kureduce chances za ugonjwa wa batch hii kupatikana kwenye ugonjwa wa batch inayofuatia. Cha tatu ni usafi wa vyombo, usafi wa maji na usafi wa chakula. Vyombo vinabidi vioshwe kila siku, non negotiable. Na kama ninavyosema, cha 4 ni usafi wako wewe mwenyewe, usichanganye sana. Na pia angalia watu ambao wanatembelea shamba. Unajua ni ngumu sana mfugaji, sio vizuri mruhusu kila mtu atembelee shamba lako, kwa sababu kama mtu anakuja kujifunza kwako, kuna chance nzuri sana kwamba ametembelea mashamba mengine, na huyo ndo mwenye chance kubwa kukuletea maradhi, kwa sababu yeye akitoka kwenye shamba la mtu sio kwamba anasafisha viatu, no. Kwa unakuta amebeba magonjwa kutoka huko nje ameingiza kwako, hiyo tayari ni shida kwako. Kwa inabidi control watu wanaoingia, inabidi control nguo na zile viatu ambazo unavaa. Kama unahudumia mabanda 4, hakikisha kila kabla hujaingia banda lingine viatu vinakuwa sterilized, mikono yanasafishwa kama unatumia sanitizer au kuna sink yenye sabuni, na hata zile nguo unazotumia ziwe safi. Kukula mtaji ni swala gumu sana, na hata si wasemi watu wengi sana kufanya, kwa sababu sometimes kuna shida zinatokea katika maisha na unalazimika kutimia ule mtaji uliokuwa nao. Sio kwamba unataka, lakini unalazimika. So shauri mkubwa ambao ningesema mtu ajaribu kujifunza discipline, hicho cha kwanza, although ni easier said than done. Lakini cha pili ni kama utakula mtaji, please usile wote. Hata kama umekula kiasi, basi piga hesabu ile kilichobakia kile. Unaweza ukafuga kuku wangapi mpaka ukamaliza au ukauza batch ya pili. Yaani downscale tu kidogo. Sio kwamba tu nimekula mtaji kidogo wa kuku 2000 basi sifugi tena. No, unaweza kukuta siku ile umekula mtaji kidogo wa kuku 2000, lakini unakuta ile iliyobaki unaweza kufuga kuku 1000, hata kuku 500. Downscale kidogo, rudi pale kwenye 500, utapanda tena, utarudi kwenye ile 2000. Kwa hiyo don't give up. Just stay disciplined and ya mengine yatafuatia, kwa sababu maisha ni maisha, yanatokea haya mambo. Karibia na mwisho, ni masuala gani unaweza ukatoa kama ushuhuda kama yametokea kwako kutoka kwa wadau mbalimbali, kama ni wataalamu wa kuku au wengine, lakini ni maeneo gani pia unatamani yaendelee kukaziwa sasa na wataalamu, ili wafugaji wa kuku waone kweli hii ni si tunaita ni tasnia ambayo inalipa na inaweza kawa suluhu kwa ajira kwa vijana? Nimejishughulisha sana na madaktari wengi sana, especially mifugo, na mpaka nimejishughulisha na madaktari ambao ni specifically ufugaji wa kuku. Wao wamenipa niseme advice kubwa ambayo imeweza mimi kufanya marekebisho mengi sana hapa shambani. Nilikuwa nakosea mambo mengi nilivyoanza, lakini baada ya kufuata ushauri daktari, kumleta hata daktari hapa shambani kukagua, kuona wapi nakosea, akanishauri na nini ambacho napaswa kufanya ili niweze kuona mafanikio mazuri zaidi. Na imenisaidia sana, sio tu katika ufugaji tu, lakini pia katika results zangu kwenye hao kuku wenyewe na pia kwenye biashara. Na kingine ambacho ningeweza kuadvise wadau wa kuku,
watusaidie sisi vijana wengine ambao wanataka kuingia katika ufugaji au ambao tayari tunataka kuingia. Cha kwanza ni kitu kikubwa sana ambacho kinasimamisha sana vijana kwanza ni mtaji. Vijana wengi sana unakuta bado wanapigania kulipa labda ule mkopo wa chuo, kwa wanashindwa kupata ule mtaji wa kutosha kuanza ufugaji. Tukipata support hapo ingetusaidia sana, kwa sababu mtaji wenyewe hauhitajiki mtaji mkubwa, especially katika ufugaji wa kuku wa nyama. Tukipata support hapo itatusaidia sana, lakini pia katika expertise, madaktari ambao wanaweza wakawapa hao vijana advice au blueprint jinsi ya kuanza, chakula gani cha kuwapa, supplements, madawa na process ya kuanzia day 1 mpaka siku ya mwisho kuku anatoka, nini cha kufanya, kingesaidia sana, kwa sababu mafanikio yapo, na sio kwamba ni biashara ambayo haina mafanikio makubwa au haina results nyingi. Inawezekana kabisa, lakini kama biashara yote nyingine unahitaji ile mwongozo kutoka kwa mtu anayejua, kwa mtu anayefahamu. Kwa serikali au hata kwa wadau wengine, ningewashauri kupata hii benefit or this push of help kwa sisi vijana wengi ambao tunataka kuanza, lakini wengine tunauoga labda au hatuna muda. Baraka, nikushukuru sana kwa muda wako kushiriki kwenye mjadala huu wa kutupa maarifa ya ufugaji kuku. Lazima tujifunze, wapigaji mtaji, naamini pia wamemsikiliza Baraka, namna gani tusipige mtaji, masuala ya kuzingatia kutoka kwenye kipengele cha wazo hadi biashara cha TriGen Media. Mimi ni Dennis Mwasalanga. Asante sana kaka. Asante sana.